Tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Hati maalum ya uzinduzi rasmi wa parokia mpya teule ya Mtakatifu Damiani Donyomurwa tarehe 17 mwezi wa pili mwaka wa Bwana wa 2026. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tukiwa katika safari yetu ya sinodi ya kwanza katika Jimbo Katoliki Moshi 2023-2026, katika juhudi yetu ya kuangaza macho yetu pande zote za jimbo, tukiwa hasa tunasukumwa na pendo la kichungaji ambalo hasa linatamani kuona kwamba waamini wetu wote ndani ya Jimbo Katoliki Moshi wanapata uwepesi wa kupata huduma za kichungaji, na hasa wale walioko pembezoni mwa jimbo letu. Kwa zamu hii, kwa namna ya pekee, Roho Mtakatifu ametuangaza, ametuelekeza na kutukusukuma kwa namna ya pekee tuelekeze tena macho na mioyo yetu kwa namna ya pekee katika kigango hiki, tuelekeze kwa namna ya pekee upande huu wa vikari ya hai, na hasa katika kigango hiki cha Donyomurwa. Kigango hiki chimbuko lake linatoka parokia mama ya Utatu Mtakatifu Sanyajuu, lakini pia wengine wanasema kinatoka katika parokia ya Ngosho. Historia yake inaanzia mbali sana, toka wakati ule marehemu Padre Bonifasi Maria alipojenga mahali hapa kibanda kidogo ili vitumike kama mahali pa kuadhimishia misa takatifu, lakini pia mahali pa kufundishia wakatekumeni. Kwa maongozi ya Mungu, kwa juhudi za kichungaji za Mheshimiwa Padre Ambrose Mosha aliyekuwa baba paroko wa parokia ya Utatu Mtakatifu Sanyajuu, na baadaye akaomba kujiunga na shirika la Makapuchini, akishirikiana na wakili paroko wake Mheshimiwa Padre Thomas Chua. Mwaka ule wa 1987 waliendeleza juhudi za kukuza kigango hiki na kuweka jiwe msingi la awali kabisa la kigango tunachokiona leo. Zaidi ya hapo, kama tunavyofahamu, juhudi za ujenzi wa makanisa katika kanisa Katoliki haufanywi tu na mtu mmoja. Baadaye mapadri Stanislaus Sala aliyekuwa paroko wa parokia ya Utatu Mtakatifu Sanyajuu aliendeleza ujenzi wa kanisa hili. Kuanzia hapo, kigango hiki kimekuwa na mahusiano ya karibu sana na masista wa Emmaus ambao ni masista wa shirika la masista wa Mtakatifu Francisco wa Kapuchini wa Maua. Masista hawa wamesaidia sana katika makuzi ya kigango hiki, na hasa kwa ukaribu wao na waamini wa hapa, kufundisha mafundisho ya dini, kushiriki nao katika maadhimisho ya liturujia takatifu, na pia kushiriki kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo pamoja nao. Tunapozungumzia historia ya kigango hiki, hatuwezi kusahau
Padre Apollinaris Kiondo ambaye kuanzia pia mwaka ule wa 1998 alikuwa paroko wa Sanya Juu na aliendeleza kwa juhudi kubwa ujenzi wa kigango hiki, na kwa namna ya pekee kabisa akishirikiana na Sista Yasinta Masawe wa shirika la masista wa Kapuchini wa Maua. Sasa hivi yuko katika haki, apumzike kwa amani. Raha milele umpe Bwana. Baadaye kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, kigango cha Naibili mwaka ule wa 2000 kilitajwa kuwa parokia teule na kukabidhiwa kwa mapadi wa shirika la mitume wa Yesu chini ya Padi Kanuti Shirima wa shirika la mitume, na hivyo tangu hapo kigango hiki kikawa chini ya parokia ya mwili na damu wa Bwana wetu Yesu Kristo kule Naibili. Wafadhili waliochangia katika maendeleo ya kigango hiki ni wengi. Kwanza kwa sala zao na sadaka zao, masista wa hapa karibuni wa Emausi tawi la masista wa shirika la Maua wa Makapuchini, lakini pia tunamshukuru sana Padre Sigbert Reji aliyechangia sana katika ujenzi wa kanisa na wengine wengi ambao walichangia kwa hali na mali, akiwemo mwasha baba Askofu Amedeus Msarikie aliyetoa msaada wa mabati yaliyowezeka kigango hiki, na ile tarehe ya 6 mwezi wa 9 mwaka wa Bwana wa 23 alikiweka kigango. Mwaka wa 2003 alitabaruku kikanisa hiki na akakipa majina ya watakatifu Petro na Paulo. Sisi tukiwa tunajua tena hapa karibuni Entirini tunaita tena hiyo parokia ya Petro na Paulo, tumebadilisha, imekuwa ni parokia Mtakatifu Damiano, lakini waombezi wenu wa kwanza mahali hapa watakuwa ni watakatifu Petro na Paulo kama Baba Amede alivyowapa. Ndugu zangu, ieleweke vizuri kwamba leo tunapokiinua kigango hiki kuwa parokia teule, sio kwa sababu kina historia ndefu na pia kwa sababu kina sura nzuri, lakini ni kwa sababu hasa kinaonekana kina sifa na vigezo vinavyodaiwa na mama kanisa kabla ya kigango chochote kuinuliwa katika ngazi ya parokia teule. Sifa na vigezo vinavyodaiwa ni vitano, navyo ni: kwanza, imani. Wapendwa ndugu zangu, waamini wa kigango hiki cha Donywamurwa wameonekana kweli wana imani hai, wanaipenda imani ya kanisa Katoliki, wanajitahidi sana kuitunza, kuilinda, kuiishi na hata kuitolea ushuhuda hai. Ni wazi kwamba hawajakamilika katika imani, lakini tunaamini kwamba kwa tendo hili la kuwainua siku ya leo kwa parokia teule wataendelea kujitahidi na kukua zaidi katika imani yao ya Kikristo na ya Kikatoliki. Namba 2, umbali, jiografia. Kwanza kabisa ni vizuri kusema kwamba eneo lote linalounda parokia hii mpya teule ya Mtakatifu Damiani Donywamurwa imechukuliwa kutoka parokia mama ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo Naibili.
Umbali uliopo kati ya parokia mama yaani Naibili na hapa ni takribani kilomita 14. Huu ni umbali mkubwa sana, na hivi tumeona waumini wetu wa eneo hili na mazingira yake wanastahili kabisa kusogezewa huduma za kiroho na kichungaji karibu zaidi. Namba 3 ni kuhusu wahudumu wa kudumu wa kiroho mahali hapa. Ni ukweli Mwenyezi Mungu anatujalia namba nzuri ya mapadi katika jimbo la Moshi, lakini hata hivyo mapadi hawatoshi hata kidogo. Hata hivyo tumefunga mkanda na kumpata padi mmoja atakayekuwa na hudumu mahali hapa na kukaa mahali hapa pamoja na frateri mmoja. Uwezo wa kutegemeza parokia, jimbo, kanisa la kitaifa na hata kanisa la kiulimwengu. Uzoefu wetu wa kichungaji mahali hapa umeonyesha wazi kabisa kwamba waumini wa Katoliki wa eneo hili ni wachangamfu sana, ni wachapakazi, wanalipenda sana kanisa lao, na hivi tunaamini wakiendelea kutunza umoja wao na kuongeza daima juhudi katika kazi, watakuwa daima na uwezo mzuri sana wa kutegemeza parokia yao mpya, kutegemeza kanisa la jimbo, kutegemeza kanisa la kitaifa na hata kanisa la kiulimwengu. Eneo, kanisa linadai wawe na eneo la kutosha, wasiwe omba. Kwa bahati nzuri hapa tulipo waumini hawa wanalo eneo la eka 1, lakini mbali kidogo na hapa wana ekari 12.5. Tunawapongeza sana. Hata hivyo tunawaalika bado, kanisa Katoliki kwa tabia yake lina mahitaji mengi. Tunawaalika na kuwaomba muendelee kujitahidi kuongeza eneo. Hitimisho. Wapendwa ndugu zangu, tumeunda parokia hii mpya teule ya Mtakatifu Damiano hapa Donyomurwa tukiwa na sababu nzuri na tena sababu msingi kabisa za kiinjili, kanisa na kijamii. Ni sala yetu na matumaini yetu makubwa kwamba kuanzia tangu sasa parokia hii mpya ya Mtakatifu Damiani hapa Donyomurwa itaanza taratibu kujiunda na kukua siku hata siku, hasa katika roho ya imani thabiti, sala, liturujia takatifu, maadili, umoja, nidhamu ya kanisa Katoliki, na hatimaye kuchukua kabisa tabia na sura sahihi ya kanisa la parokia ndani na nje. Kutokana na sababu hizo tulizozieleza hapo juu, sasa tukiwa tunakabidhi yote kabisa kwa Mungu Mwenyezi, na kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa kanisa, na kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu mlinzi na mwombezi wa kanisa Katoliki, na kwa maombezi ya watakatifu Petro na Paulo, na kwa maombezi ya Mtakatifu Damiano, na kwa maombezi ya malaika na watakatifu wote wa Mungu, tunaitaja na kuitangaza na kuzindua rasmi parokia mpya teule ya Mtakatifu Damiano hapa Donyomurwa. Kwa tamko hilo, kuanzia sasa kigango cha Donyomurwa tumekiinua kuwa parokia teule ya Mtakatifu Damiani Donyomurwa.
Kigango tena, bali ni parokia teule ya Mtakatifu Damiano Donyo Murwa. Naomba tusimame. Bikira Maria mama wa kanisa, Mtakatifu Yosefu msimamizi na mlinzi wa kanisa Katoliki, Mtakatifu Damiano, malaika na watakatifu wote wa Mungu. Waimbaji tuimbe wimbo wa kumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele.